Sasa baada ya kutoka kule Pasali Movies kuitazama Kitana episode ya 57, nafikiri kwamba huu ni wakati sahihi ambao itakuwa ni vema kama tukijadili kuhusiana na matukio makubwa ambayo wote kwa pamoja tumeyashuhudia kule Pasali Movies. Sasa kama bado hujaiangalia Kitana episode ya 57, itakuwa ni vema ukirudi tena Pasali Movies, kule utaikuta Kitana episode ya 57 imejaa tele kama pishi la mchele. Sasa uchambuzi wa leo utakuwa ni mzuri kuliko uchambuzi wote wa series ya Kitana. Sasa leo nafikiri kwamba kwa mara ya kwanza leo nafikiri kwamba Zumo anaweza akawa ni chifu ambaye atakuwa na upendo na wanahimaya wake, kwa sababu ya hiki kitu ambacho amemuuliza baba yake chifu, ya kwamba anawezaje kumhukumu Ngalewa kwamba yeye ndiye aliyetumia Lamvulakiza kutaka kumuua yeye, wakati yeye huyo Ngalewa ndiye aliyepambana kuhakikisha kwamba maisha yake yanarudi tena kwenye hali yake ya kawaida. Yani kifupi vitu vina make sense. Alichokiongea Zumo ya kwamba Ngalewa alipambana kuhakikisha kwamba chifu anaamka tena kutoka kwenye koma. Sasa anawezaje kutaka kumuua yeye wakati alipambana kuhakikisha kwamba chifu anaamka tena kutoka kwenye koma? So Mr. Ngalewa ana kitu cha kujivunia kwa Zumo, kwa sababu yeye huwa haamini kabisa kwamba Zumo kuna siku atakuja kuwa chifu mzuri. Lakini pia kitu kingine ambacho nafikiri kwamba chifu anatakiwa kujua, maneno aliyoyaongea kumdharau Zumo kwamba bado hajakamilika kuwa chifu, kwamba kuna vitu ambavyo havifahamu pale tu alipokuwa akijaribu kumtetea Ngalewa ya kwamba hawezi akafanya kitendo cha kinyama kama hicho hapo kwa chifu wake, wakati yeye mwenyewe alijitahidi kabisa kuhakikisha kwamba chifu anarudi kwenye hali yake ya kawaida. Sasa chifu anatakiwa kujua kwamba yeye ndo mtu ambaye bado ana vingi vya kujifunza, kutokana na kwamba mimi ninaona kabisa na ninahisi kabisa kwamba hiki kiti hakimfai, kwa sababu kuna vitu vingi havifahamu. Unajua kuna vitu vina make sense, halafu yeye anavichukulia simple tu. Hivi inawezekanaje mtu alikusaidia kutoka kwenye ugonjwa uliokuwa unaumwa, yani ilikuwa ni kidogo ufe, lakini yeye alijitahidi akapambana ukarudi kwenye hali yako ya kawaida, afu baadaye unakuja kuambiwa kwamba huyo mtu ndo alitaka kukuua? Inawezekanaje? Sasa ndo kitu kinachotokea kwa chifu pamoja na Ngalewa. Najua kwamba wengi mnaweza mkaona kwamba haya ninayoyaongea hayana maana yoyote, lakini itakuwa ni vyema kama ukirudi kule Pasali Movies uitazame vizuri. Sasa like, comment, share video hii, lakini pia usisahau kusubscribe, na hii hapa ni Anova Films. Yes, nafikiri kwamba moja kati ya scene ambayo wengi walifurahia kuiona ni sini ya Manyakenda pamoja na Kitana mtetezi wa wanyonge. Yes, kama hujaiona ama kama uliangalia kwa wasiwasi, rudi tena Pasali Movies, search Kitana episode ya 57, halafu nenda ukaitazame. Hii ni sini ambayo ni bora kwenye episode nzima, yani ni scene ambayo kwangu mimi niliweza kufurahi sana. Naamini pia wengi walifurahi pale tu ambapo Manyakenda alileta kamdomo Kitana alichokifanya, akatumia uchawi wake, kamvua nguo Manyakenda na kumwambia kwamba nenda kawasambazie watu ya kwamba nimekufanya uwe uchi. Sasa hapo tumejifunza kitu, ni kwamba kuna vitu Mr. Manyakenda anaweza akavisambaza kwa watu, lakini vitu vyake hawezi kuvisambaza hata kidogo. Na hapo nafikiri kwamba tayari kiduchu amempatia. Nafikiri wiki nzima Mr. Manyakenda hatatoa umbea kwa mtu yoyote yule, kwa sababu atakumbuka kile alichofanyiwa, kitendo cha udhalilishaji alichofanyiwa na Kitana, kuvuliwa nguo halafu akawa uchi wa mnyama, akaambiwa aende, lakini akasamehewa baadaye. Sasa kuna kitu ambacho nafikiri pia wengi mtakuwa hamjakinotice, lakini amini usiamini kwamba kuna kitu alikiongea Mr. Manyakenda. Alikuwa sahihi kabisa. Alisema kwamba yeye huwa anasambaza taarifa ambazo ni za ukweli, hajawahi kuongea uongo hata siku moja, na wote tunaona kabisa kwamba ni kweli. Manyakenda huwa anaongea ukweli, anaongea fact, hajawahi kuongea taarifa ambazo hazina uhakika. Taarifa ambazo anazitoa huwa zina msaada pia. Kwa mfano taarifa alizozitoa kuhusu Mr. Falu kutaka kuipindua himaya ya Mantale, yani kutaka kumpindua chifu wa himaya ya Mantale. Hizi ni taarifa kubwa, kama zingemfikia chifu mwenyewe nafikiri kwamba angejua kwamba himaya yake iko hatarini kuchukuliwa na watu wa karibu yake, lakini wanazipuzia hizi taarifa kwa sababu wanaamini ni taarifa za kipuzi zinazotoka kwenye mdomo wa Mr. Manyakenda, bila kujua kwamba Mr. Manyakenda huwa anaongea fact, huwa anaongea ukweli, na wala haongei taarifa ambazo hajazisikia na hajahakikisha kwamba hizo taarifa
taarifa ni za uhakika. So nafikiri kwamba pia Kitana alitakiwa kudili zaidi na kutafuta mbinu ya kumsaidia baba yake na sio kutishia ama kumvua nguo Mr. Manyakenda. So nafikiri kwamba this time Kitana amenikwaza sana kwa sababu ameniaibisha mimi, yani kilichomkuta Manyakenda ni kama kimenikuta mimi, kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanaume kama jinsi ambavyo Manyakenda ni mwanaume. So wote nafikiri kwamba tu like video hii, tu comment, tu share, lakini pia tusisahau kusubscribe. Hii hapa ni Anova Films. Lakini pia nafikiri kwamba kuna kitu cha msingi ambacho uliweza kukishuhudia kule Pasali Movies wakati unaitazama Kitana episode ya 57. Nafikiri ilikuwa ni mwishoni mwa episode tuliweza kuona ni kwamba Nandela, Malkia mdogo wa himaya ya Mantale, aliweza kumfuata Mr. Chief wa himaya ya Mantale na kumwambia kwamba ana katoto ka kiume ambako amekahifadhi kwenye tumbo lake. Sasa mimi nina wasiwasi, ule ujauzito ni wa chifu wa himaya ya Mantale au ni ujauzito wa nani? Sasa nafikiri kwamba huu ni mjadala ambao itakuwa ni vema kama tungezungumza zaidi kupitia comment, tutoe maoni yetu. Nafikiri kwamba ule ujauzito ni wa chifu au Nandela aliweza kuegesha, maybe ni wa mwanaume mwingine. Sasa huyo mwanaume ni yupi ambaye sisi hatumfahamu? So nafikiri kwamba majibu nitakupatia hapa, kwa sababu nimepitia kule kwenye comment kule Pasali Movies, nimejaribu kuzisoma comment za watu mbalimbali, wamekuwa wakisema kwamba ule ujauzito huenda sio wa chifu, maybe unaweza ukawa ni ujauzito wa Mr. Faru wa Zamba. Lakini nikutoe wasiwasi tu kwamba ujauzito hauwezi ukawa ni ujauzito wa Faru wa Zamba, kwa sababu hawana mahusiano yoyote yale. Yani kifupi ni kwamba Nandela hana mahusiano yoyote pamoja na Mr. Faru wa Zamba. Lakini kikubwa nafikiri kwamba wewe ujauzito unaweza ukawa ni wa chifu wa himaya ya Mantale, au huenda kabisa kwamba Nandela anaweza asiwe na ujauzito. Sasa anamdanganya chifu ili sasa hivi chifu adili zaidi na kumwangalia yeye, huku akiandaa mipango ya muda wowote ule kuhakikisha kwamba anampindua. Yes, unaweza ukawa unajiuliza kwamba kwa nini adanganye wakati anafahamu kwamba siku zinazidi kwenda na ujauzito unatakiwa uweze kuonekana pale tu utakapokuwa umeenda siku nyingi. Lakini usiwe na wasiwasi, like kwanza, comment, share video hii, lakini usisahau kusubscribe. Halafu baadaye kidogo nitakuja kukwambia ni kwa nini Nandela anaweza akawa amedanganya kwamba ana ujauzito bila kujua kabisa kwamba, ama akiwa anafahamu kabisa kwamba kuna siku hii siri inaweza ikagundulika kwamba hana ujauzito, kwa sababu miezi ikisogea watu tunatarajia tuweze kuona kitumbo kinakuwa kidogo. Sasa nafikiri kwamba Nandela mpango wake wa kuipindua himaya utakuwa huko karibu, kwa sababu si tayari alishaambiwa kwa Mangaleo ambaye kidogo angeleta vikwazo amepelekwa kwenye msitu wa kifo na mganga Tanu yuko upande wake. So hakuna mtu ambaye ataweza kuvumbua huu mpango wa kwamba yeye ni mjamzito, ama huu uongo ambao ameutengeneza kwamba ni mjamzito kwa chifu hayupo, kwa sababu Mr. Tanu ni mtu wao, na pia Ngaleo ambaye kidogo angeweza kumuumbua tayari ameondoka. Sasa nafikiri kwamba episode inayofuata itakuwa na mambo mengi, hutakiwi kuikosa kabisa.